Watu wengi walidhani Umoja wa Mataifa ungetoa msaada, lakini Jenerali Romeo Dallaire, kamanda wa vikosi vya UN nchini Rwanda, aliomba msaada mara kadhaa bila mafanikio. Baada ya Belgium kuondoka, wanajeshi wa Canada pia waliondolewa. Familia ya mke wa Paul ilikumbwa na janga zito kwa sababu mama yake, kaka yake, shemeji yake pamoja na watoto wao 4 waliuawa kikatili mno. Baba yake alijilipia ili auawe kwa kupigwa risasi badala ya kuteswa hadi kufa. Paul aliwahi kusimulia, "Tulijua tungeuawa. Swali lilikuwa ni namna gani tutauawa. Kuna wakati wangekuja na kukata mkono wa kushoto leo, kesho wakarudi na kukata mkono wa kulia, baada ya miguu, na wangeendelea hivyo hadi ufe kwa mateso makali. Lakini kwa pesa ungewalipa na kukuua kwa risasi." Mnamo tarehe 22 Juni mwaka 1994, Umoja wa Mataifa uliruhusu wanajeshi wa Ufaransa kuingilia na kufanya operesheni ya kibinadamu iliyoitwa Operation Turquoise. Waliokoa mamia ya watu kusini magharibi mwa Rwanda, lakini kutokana na matatizo ya kiutawala, wanajeshi hao walishindwa kuzuia wahalifu kuikimbia nchi, huku mauaji yakiendelea hadi RPF ilipotoa nchi yote mnamo Julai 4 mwaka 1994. Paul aliendelea kuwasiliana na makao makuu ya Sabena huko Brussels na kutoa taarifa kwamba alikuwa amehifadhi watu zaidi ya 1200. Kwa busara, ujasiri na akili ya hali ya juu, alifanikiwa kuokoa wote. Tarehe 8 Novemba mwaka 1994, Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa liliunda Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu kwa ajili ya Rwanda, ICTR, mjini Arusha, Tanzania. Mahakama hiyo iliwafungulia mashtaka watu takriban 93 waliotajwa kuwa na hatia ya uhalifu wa kivita, mauaji halaiki na uhalifu dhidi ya binadamu.